Mimi niendelee mwenyekiti. Endelea na mchango. Hoja yake ndio maileta vibaya. Hawezi kuita watu wahuni hapa. Mheshimiwa mwenyekiti, ule uwanja unajengwa kwa kunusuru Serengeti kae kama hifadhi bora ya duniani. Sio kwa sababu ya kupeleka mapato pale. Na hoja ya kujenga uwanja wa Serengeti ilishakamilika, haipo tena. Mheshimiwa mwenyekiti, tuna hifadhi 21. Hifadhi zote zinafanya kazi. Kwa nini leo tukisema Serengeti watu wanakuja juu? Kuna nini huko? Wakati tuna hifadhi nyingi 21. Kwa nini hawasemi hifadhi ya Kilimanjaro? Kwa nini hawasemi hifadhi nyingine kwa ya Nasa 8? Kwa nini hawasemi hifadhi sio wapi? Ziko nyingi. Mpaka hifadhi ya Bugiri iko hapa. Tunataka uwanja wa ndege ulishapitishwa ujengwe. Mheshimiwa mwenyekiti, niombe kwenye jambo lingine hapa. Mheshimiwa mwenyekiti, nimeona taarifa ya waziri hapa. Katika ibara yake ya pili mpaka ya 5. Na ibara ya 5 mpaka ya 7 hapa. Ukurasa wa 2 mpaka wa 3. Amewapongeza sana viongozi wetu watatu. Ameanza na Mheshimiwa Rais, amempongeza sana. Ameanza na Makamu wa Rais, amempongeza sana. Ameanza na Waziri Mkuu, amempongeza sana. Kiukweli, ukimwona mtu anabeza hao viongozi wetu, jambo mawili anaweza kuwa yamemtokea. Ama aliugua malaria hakupona, au ana matatizo kwenye kichwa chake. Kwa sababu sisi tunapaswa kuwaunga mkono viongozi wote watatu kwa hali na mali. Haturuhusu kuingiliwa kwa namna yoyote ile. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Getere kwa mchango wako. Nilimwita Mheshimiwa Ali Haidari Madeweya, atafuatiwa na Daktari Johannes Sembulungu Lukumai. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa ruksa yako nami nikushukuru kwa kunipa nafasi katika kuchangia bajeti kuu ya serikali. Nami nijielekeze kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake makubwa, na imani hii bajeti kabla hatujaletewa na yeye ameiangalia kwa kina, lakini ni bajeti ambayo sikivu, ni bajeti himilivu na bajeti nzuri sana kwa wananchi wetu. Tumezoea badala ya bajeti kusomwa kelele mitaani, lakini tumeona wazi kumekuwa kimya, na kwa kweli tunaishukuru sana serikali yetu sikivu pamoja na waziri wa fedha pamoja na Kitila Mkumbo na manaibu wao. Mimi nijielekeze moja kwa moja ili kufikia dira. Nitaanza kuchangia kwenye mpango wa maendeleo ya taifa, nitamalizia na bajeti ya Wizara ya Fedha. Ili kufikia bajeti ya trilioni 1 2050, maana yake tunatakiwa pato la mtu mmoja liwe dola 7,000. Sasa basi kuna vitu vya kimkakati, na tumefarajika sana bajeti hii imesema sekta binafsi itachukua nafasi yake kwa 70%. Sasa kuna mambo ya kimkakati lazima afanyike. Kwanza, kwenda kuongeza teknolojia ya mazao, kuongeza teknolojia thamani, tuongeze thamani katika teknolojia yetu ya mazao. Tumeona Tanzania inazalisha mazao mengi, lakini hatuendi tukafanya kitu kinachoitwa deep extracting. Mara nyingi tunakuwa na viwanda ambavyo tunazalisha kawaida na ndo hatimaye tunauza raw material nje ya nchi. Kila kitu katika zao lina tija na faida. Na hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako naomba nikwambie tu, kwa mfano kwenye chai kuna faida moja, by product ya chai. Sio hii chai majani ya chai tuliozoea tunachukua tunakunywa. Ukifanya deep extracting unakwenda kupata kitu kinachoitwa organic extract, ambayo hapo hii inatumika kwa mapambo ya kina mama, cosmetic. Lakini hapo tukienda katika chai hiyo kuna kitu anaita DHM extract, ambayo hii ni dihydromacetate, ambayo hii inatumika kwenye pharmaceutical kama raw material. Hapo kwenye chai kuna kitu anaita EGCG, epigallocatechin gallate. Hii inatumika katika kusafirisha minofu ya samaki katika long distance. Kwa maana hiyo niombe sana, na kwa bahati nzuri Waziri Mkuu yupo, tuachane na uwekezaji uliokuwa hauna tija. Mazao yetu yana thamani sana, tuache kuuza raw material. Jingine, kwa mfano kwenye korosho, mabamba ya korosho yakisagwa yanazalisha yanazalisha unga, ambao hii inakuwa ni air
air brake pedal. Ule unga unatengezewa breki za ndege. Muhimu sana jamani kuliona hili, na ndio maana hawa foreigner wawekezaji wanang'ang'ania lazima tusafirishe raw material. Tuache hii tabia, na kama kweli tunataka kuendelea kwenye uchumi huo, lazima sisi wenyewe tuweze kuzalisha na tupunguze uagizaji uliokuwa hauna tija. Mwisho, katika zao la kakao kuna bidhaa zinazozalishwa zina by product zake zinakuwa raw material kwenye pharmaceutical. Jingine kuimarisha research za afya za udongo. Tunajua kuwa wazi Wizara ya Kilimo ina jukumu la kupima udongo, na kabla hatujaenda kwenye kilimo lazima tufanye research ya udongo na